Slaa kwa kweli alisema ingekuwa wakati wangu huyu mtu yani ameonyesha utovu mkubwa sana wa nidhamu. Lakini Slaa akadeclare kwamba Chadema kimepata makamu mwenyekiti ambaye ana hekima sana na busara, kwa sababu ameweza kuvumilia hali iliyojitokeza pale. Na baada ya hapo ikaamuliwa Sigrada afanye nini? Aitwe aweze kuingia ndani. Hapo ndipo palipotokea sintofahamu. Hilo ndio eneo ambalo limetokea sintofahamu. Kwa hiyo alipoambiwa arudi ndani, inaonekana Sigrada alimpiga mmoja ya watu waliokuwepo pale ambao ni vijana wa hamasa. Unajua sasa ilikuwa ni timbwili sasa. Unajua yani sehemu ambayo huwezi kujua nani ni nani, kwa sababu ilikuwa kitu fulani. Kwa sababu Sigrada kidogo alikuwa amepatwa na jazba. Lakini katika hao watu hamasa, mmoja alimsukuma Sigrada. Kitendo kile cha kumsukuma ambacho watu wengine wanasema kwamba alimpiga kofi, lakini alimsukuma. Na inawezekana Sigrada aliweza akawa amepata matatizo. Lakini mchakato wote ulikuwa ukishuhudia. Swala hili lakini halikuwa limekuwa na mambo mengi sana, kwa sababu lilivuta tension kidogo. Na baada ya askari walifika pale katika lile swala, na alionekana Sigrada kwamba ameanguka, baadaye kasimama. Lakini mchakato kule ndani ulikuwa unaendelea. Yaani kikao kilikuwa kinaendelea na yeye yuko nje. Na pengine ilikuwa muda gani wakati tukio hili linatokea? Kwa kweli siwezi kudhani muda, lakini kati ya kuanzia saa 4 mpaka kwa sababu kikao kimeisha kama saa 6 hivi. Kwa hiyo tunakuelewa vizuri. Pengine tunaamini kwamba maoni unayotoa ni maoni huru. Ndio. Tukizungumzia sura ya mkoa wa Njombe kwa maana ya Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema. Ndiyo. Hata tukienda zaidi tukatanua wigo kitaifa. Ndiyo. Ukitazama kitaifa ni kama bado kuna msuguano wa kitu kinachoitwa makundi. Timu Mbowe na timu Tundu Lissu. Ukija Njombe the same. Hii migogoro inayoendelea unahisi kwamba inatokana na hizi timu, lakini mustakabali wa siasa za Njombe unadhani kipi kinaweza kufanyika kikaleta sura mpya ya siasa hasa za chama cha upinzani? Kwanza nimependa swali lako, lakini naomba nizungumze sasa kwa mustakabali wa nchi. Shida kubwa tulionayo ni watu kukosa uzalendo. Yaani watu wako kwenye hivi vyama wakitengeneza mazingira ya kupata mkate wa kila siku. Wanasahau chama, kuwa kwenye chama fulani ni kama muumini wa dhehebu fulani au kanisa. Wewe ndio unatakiwa uchangie, lakini wao wamejenga mazingira ya kuweza kupata mkate wa kila siku. Kwa hiyo hivi vyama vyote, CCM, Chadema, Kafu, mimi ni muumini wa kuipenda sana nchi yangu ya Tanzania. Na declare kusema kwamba humu kwenye vyama watu wengi wamekuwa ni sehemu ya kutafuta mkate. Kwa hiyo matokeo yake siasa zinakuwa ni za kutafuta mkate na kutengeneza matukio mengi ya kutafuta mkate wa kila siku kwa njia ambazo za hila na namna mtu anayeona anaweza kapata mkate. Bila shaka unaweza kukiri kwamba Njombe kuna mgogoro ndani ya Chama cha Demokrasia na Maendeleo. Mimi sioni kama kuna mgogoro, lakini ila kuna mvutano. Hata mvutano hamna, ila kuna kupambana ili kutengeneza mkate wa kila siku. Kwamba kila mmoja anataka kujimegea. Yaani kuna watu wameingia kwenye vyama wakitengeneza maslahi ya kila siku. Yaani sio wachapakazi, yaani watu wamekwenda na rhythm ya siasa ambazo siasa zile za uchawachawa zile ambazo zinawafanya waweze kupata mkate wa kila siku. Na hakuna mgogoro wote. Ndio. Na bila shaka hii ina madhara kwenye chama. Sio kwa chama tu. Madhara yapo hata kwa maendeleo ya nchi. Kwa sababu siasa ndio inazungumzia maendeleo ya nchi. Tukisema sasa utoe ushauri kwa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema ili warejee waweze kukijenga chama, kipi unaweza kuambia? Sio Chama cha Mapinduzi tu. Ushauri sio kwa Chama cha Mapinduzi tu. Sio kwa Chama cha Demokrasia. Sio kwa Chama cha Demokrasia na Maendeleo tu. Hata kwa Chama cha Mapinduzi. Hata kwa CUF. Hata kwa NCCR. Hebu tuache kutafuta maslahi binafsi kwenye vyama hivi baada ya kuvitumia vyama viwe nyenzo ya kuijenga nchi ili kuweza kusonga
mbele. Kwa sababu wakati Chadema wanavutana sasa hivi, unaona watakuwa na mwelekeo mzuri kuelekea uchaguzi? Mimi sioni kama wanavutana. Kama nilivyokuambia, mimi ninachoona watu wanavutana, watu wachache wanavutana katika maslahi yao. Bila shaka kwenye msigano na mvutano huu, au hicho unachokisema ni maslahi, kunaweza kupunguza nguvu ya kujipanga kuelekea uchaguzi. Hiyo unaweza kuona kama inaweza kuathiri kwa namna yoyote ile? Kwanza sasa hivi ni mapema kuzungumzia kuhusu uchaguzi, kwa sababu kama kuna chama kinasema no reform no election, mpaka sasa mimi siwezi kusema kwamba watashiriki uchaguzi au hawatashiriki uchaguzi. Na mimi ninapenda, kwa sababu unajua Chama cha Mapinduzi ndio chama kilichoshika dola, ndio chama kinachotakiwa kizungumze mambo mengi makini. Kwa nini mimi napenda sana kukiona Chama cha Mapinduzi kiseme mambo tuliyokubaliana ni 1, 2, 3 tumeyatekeleza, 1, 2, 3 hatujatekeleza. Maandishi ni haya, kwa sababu sio kusema tu, kwa sababu leo hii tunaona chama cha Chadema wanasema kwamba kuna mambo walikubaliana hayajatekelezwa. Chama cha Mapinduzi kinasema mambo hayo tumeyatekeleza. Mimi na wewe hatujui ni mambo gani waliokubaliana. Kwa nini wasilete pepa waliokubaliana kwamba tulikubaliana 1, 2, 3, yaliyotekelezwa ni 1, 2, 3, mambo haya na haya hatuwezi kutekeleza? Kwa nini hayazungumzwi? Nikurudishe nyuma kidogo, tukizungumzia bado issue ya Sigrada kupigwa kwenye wakati kikao kinaendelea, kikao cha ndani. Huoni kama imezalishwa na chama chenyewe, hasa makao makuu, na ikizingatiwa kwamba mgogoro huu umekuwa ukifukuta ndani ya chama kwa muda mrefu? Ukiangalia zile chaguzi za mwenyekiti zimekuwa zikivurugika. Sigrada amekuwa akituhumiwa kwamba yeye ndio amekuwa akichukua pesa upande mwingine wa chama kingine na kuhakikisha kwamba uchaguzi haufanyiki. Lakini tumeona pia kuna wakati Sigrada alikaa bench, alikuwa ashiriki kabisa kwenye mambo ya chama kwa sababu ya huo mvutano, na tungetamani kuona kwamba chama hiki walau kinafikia suluhu ya kutatua migogoro yake ndani ya chama. Sasa swali langu ni kwamba huoni kwamba hiki kilichotokea na kusababisha CCM kujipatia umaarufu kutumia tukio la kupigwa kwa Sigrada kama kisiasa hivi, huoni kama isababishwa na chama chenyewe? Mimi nafikiri CCM wameacha ajenda zao za kuwaletea wananchi maendeleo. Ajenda Sigrada sio ajenda. It's not an agenda kwa watu makini. Yaani kwa chama tawala, Chama cha Mapinduzi, ambacho kinatakiwa kifocus mambo ya msingi, kifocus ujenzi wa barabara, kifocus watu kupata maji, kifocus watu kupata elimu bora, kifocus watu kupata tiba. Agenda ya Sigrada, mimi wale wanazungumzia agenda ya Sigrada kwenye Chama cha Mapinduzi, naona wamekosa mwelekeo kabisa, kwa sababu Chama cha Mapinduzi kina mambo mengi sana ya kuyazungumza na ya kujivunia na yanatija, sio hayo wanayozungumza. Hiyo ni kukosa mwelekeo. Ndio kwa maana nimesema ni siasa za uchawa. Leo unamuona mtu ambaye yani unamuona katibu mwenezi wa taifa anakwenda kuzungumza jambo la Sigrada, kwenda kumuona hospitali mtu aliyoumwa. Mimi sina shida nao, lakini kuichukua kama agenda, watu wangapi wanaumwa bwana, watu wangapi wamepigwa bwana, it's not an agenda. Lakini yule alikuwa ni kiongozi wa chama cha upinzani. Kuwa kiongozi hakukuondolei wewe kuwa mtu wa kawaida. Yaani unajua hatuwezi wote kuwa viongozi, kwa sababu ukiwa kiongozi wewe you are not yani wewe sio tofauti na watu wengine. Ni jambo la muda, ni jambo la nafasi. Wote hatuwezi kuwa viongozi. Kama amepigwa ndio, yuko hospitali ndio, lakini it's not an agenda ya viongozi wa kisiasa kuichukulia kwamba ni agenda ambayo watu wakaizungumza, wakaacha kuzungumza watu wanaokosa maji, wakaacha kuzungumza watu wanaokosa barabara, wakaacha kuzungumza watu waliokosa ajira. Mfano mzuri Njombe tuna parachichi. Viongozi wa Njombe ningewaona wako makini, wangezungumza watu wa Njombe tunaweza aje kuwekeza katika viwanda vya parachichi. Sio kulalamika kila siku, wanalalamika kila siku hakuna mwekezaji. Kumbuka mwekezaji anapokuja anakuja kwa maslahi yake. Sasa hizo ndio agenda za kuzungumza. Kwa hiyo mimi jambo la kupigwa Sigrada kama alipigwa kama wanapozungumza watu wengine, lakini mimi naona is not an agenda, wala haiwezi kutupotezea. Kwa Chama cha Mapinduzi baadhi ya watu wanakipunguzia credibility Chama cha Mapinduzi. Sawa, unaonaje sasa kwa level ya kitaifa? Bado kuna makundi inasemekana. Wewe kwa mtazamo wako unaona makundi yapo? Mimi nakataa makundi. Kwanza kunapokuwa na uchaguzi, ukishasema chagua maana yake kuna A, B. Maana yake lazima kumtofautiane. Kama tukiacha siasa za uchawa, sawa, tukiacha siasa za uchawa, kama malengo yetu ni kujenga nchi
Sioni kama Chadema wana makundi, kwa sababu wamefanya uchaguzi wao, wamekiri ni wawazi, haki na nini, wamesema uchaguzi wao ulikuwa huru, haki na wazi, si ndio? Umefanyika. Unakuwa na kundi lipi? Kama ulimtaka Juma amefeli, amechaguliwa Asha, unatengeneza kundi la nini? Kama unatengeneza kundi, una maslahi gani na hilo kundi?